Luka sura ya kwanza. Mheshimiwa Teofilo, watu wengi wamejitahidi kuandika juu ya mambo yale yaliyotendeka kati yetu. Waliandika kama tulivyoelezwa na wale walioyaona mambo hayo kwa macho yao tangu mwanzo na waliotangaza ujumbe huo. Inafaa nami pia, mheshimiwa, baada ya kuchunguza kwa makini mambo yote tangu mwanzo, ni kuandikie kwa mpango, ili nawe uweze kujionea mwenyewe ukweli wa mambo yale uliyofundishwa. Wakati Herode alipokuwa mfalme wa Yudea, kulikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria wa kikundi cha ukuhani cha Abia. Mke wake alikuwa anaitwa Elisabeti, naye alikuwa wa ukoo wa kuhani Aroni. Wote wawili walikuwa wanyofu mbele ya Mungu, wakiishi kwa kufuata amri na maagizo yote ya Bwana bila lawama. Lakini hawakuwa wamejaliwa watoto kwa vile Elisabeti alikuwa tasa, nao wote wawili walikuwa wazee sana. Siku moja ilipokuwa zamu ya kutoa huduma ya ukuhani mbele ya Mungu, Zakaria alichaguliwa kwa kura kama ilivyokuwa desturi kuingia hekaluni ili afukize ubani. Watu, umati mkubwa, walikuwa wamekusanyika nje wanasali wakati huo wa kufukiza ubani. Malaika wa Bwana akamtokea humo ndani, akasimama upande wa kulia wa madhabahu ya kufukizia ubani. Zakaria alipomwona alifadhaika, hofu ikamwingia. Lakini malaika akamwambia, Zakaria, usiogope, kwa maana sala yako imesikilizwa, na Elisabeti mkeo atakuzalia mtoto wa kiume, nawe utampa jina Yohane. Utakuwa na furaha kubwa, na watu wengi watashangilia kwa sababu ya kuzaliwa kwake. Atakuwa mkubwa mbele ya Bwana. Hata kunywa divai wala kileo. Atajazwa Roho Mtakatifu tangu tumboni mwa mama yake. Atawaelekeza wengi wa watu wa Israeli kwa Bwana Mungu wao. Atamtangulia Bwana akiongozwa na nguvu na Roho kama Eliya. Atawapatanisha kina baba na watoto wao. Atawafanya wasiotii wawe na fikira za uadilifu, na hivyo amtayarishie Bwana watu wake. Zakaria akamwambia huyo malaika, ni kitu gani kitakacho nihakikishia jambo hilo? Mimi ni mzee, hali kadhalika na mke wangu. Malaika akamjibu, mimi ni Gabrieli, nisimamaye mbele ya Mungu. Nimetumwa niseme nawe, nikuletee hii habari njema. Sikiliza, utakuwa bubu kwa sababu huyasadiki haya maneno yatakayotimia kwa wakati wake. Hutaweza kusema mpaka hayo niliyokuambia yatakapotimia. Wakati huo, wale watu walikuwa na mngoja Zakaria, huku wakishangaa juu ya kukawia kwake hekaluni. Alipotoka nje, hakuweza kusema nao. Ikawa dhahiri kwao kwamba alikuwa ameona maono hekaluni, lakini akawa anawapa ishara kwa mikono, akabaki bubu. Zamu yake ya kuhudumu ilipokwisha, alirudi nyumbani. Baadaye Elisabeti mkewe akapata mimba. Akajificha nyumbani kwa muda wa miezi 5 akisema, hivi ndivyo alivyonitendea Bwana. Ameniangalia na kuniondolea aibu niliyokuwa nayo mbele ya watu. Mnamo mwezi wa 6, malaika Gabrieli alitumwa na Mungu aende kwenye mji uitwao Nazareti huko Galilaya, kwa msichana mmoja aitwaye Maria, mchumba wa mtu mmoja jina lake Yosefu wa ukoo wa Daudi. Malaika akamwendea akamwambia, salamu, ewe uliyeneemeshwa na Mungu, Bwana yuko nawe. Maria aliposikia maneno hayo alifadhaika sana, akawaza, maneno hayo yanamaanisha nini? Malaika akamwambia, usiogope Maria, kwa maana Mungu amekujalia neema. Utachukua mimba, utamzaa mtoto wa kiume, nawe utampa jina Yesu. Yeye atakuwa mkubwa na ataitwa mwana wa Mungu mkuu. Bwana Mungu atampa kiti cha mfalme Daudi babu yake. Kwa hivyo atautawala ukoo wa Yakobo milele, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Maria akamjibu, yatawezekanaje hayo, hali mimi ni bikira? Malaika akamjibu, Roho Mtakatifu atakushukia, na uwezo wake Mungu mkuu utakujia kama kivuli. Kwa sababu hiyo
mtoto atakayezaliwa ataitwa mtakatifu, mwana wa Mungu. Ujue pia kwamba hata Elisabeti jamaa yako naye amepata mimba ingawa ni mzee, na sasa ni mwezi wa 6 kwake yeye ambaye watu walimfahamu kuwa tasa, kwa maana hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Maria akasema, mimi ni mtumishi wa Bwana, nitendewe kama ulivyosema. Kisha yule malaika akaenda zake. Siku kadhaa baadaye, Maria alifunga safari akaenda kwa haraka hadi mji mmoja ulioko katika milima ya Yudea. Huko aliingia katika nyumba ya Zakaria akamsalimu Elisabeti. Mara tu Elisabeti aliposikia sauti ya Maria, mtoto mchanga tumboni mwake, Elisabeti akaruka. Naye Elisabeti akajazwa Roho Mtakatifu, akasema kwa sauti kubwa, umebarikiwa kuliko wanawake wote, naye utakayemzaa amebarikiwa. Mimi ni nani hata mama wa Bwana wangu afike kwangu? Na kuambia, mara tu niliposikia sauti yako, mtoto mchanga tumboni mwangu aliruka kwa furaha. Heri yako wewe uliyesadiki kwamba yatatimia yale Bwana aliyokwambia. Naye Maria akasema, moyo wangu wamtukuza Bwana, roho yangu inafurahi kwa sababu ya Mungu Mwokozi wangu, kwa kuwa amewaangalia kwa huruma mtumishi wake mnyenyekevu. Vivyo tangu sasa watu wote wataniita mwenye heri, kwa kuwa Mungu mwenye nguvu amenifanyia makuu, jina lake ni takatifu. Huruma yake kwa watu wanaomcha hudumu kizazi hata kizazi. Amefanya mambo makuu kwa mkono wake, amewatawanya wenye kiburi katika mawazo ya mioyo yao. Amewashusha wenye nguvu kutoka viti vyao vya enzi, akawakweza wanyenyekevu. Wenye njaa amewashibisha mema, matajiri amewaondoa mikono mitupu. Amemsaidia Israeli mtumishi wake, akikumbuka huruma yake, kama alivyowaahidia wazee wetu Abrahamu na wazawa wake hata milele. Maria alikaa na Elisabeti kwa muda upatao miezi 3, halafu akarudi nyumbani kwake. Wakati wa kujifungua kwake Elisabeti ulifika, akajifungua mtoto wa kiume. Jirani na watu wa jamaa yake walipopata habari kwamba Bwana amemwonea huruma kubwa, walifurahi pamoja naye. Halafu siku ya 8 walifika kumtahiri mtoto, wakataka kumpa jina la baba yake, Zakaria. Lakini mama yake akasema, sivyo, bali ataitwa Yohane. Wakamwambia, mbona hakuna yeyote katika ukoo wake mwenye jina hilo? Basi wakamwashiria baba yake wapate kujua alitaka mtoto wake apewe jina gani. Naye akaomba kibao cha kuandika, akaandika hivi, Yohane ndilo jina lake. Wote wakastaajabu. Papo hapo midomo na ulimi wake Zakaria vikafunguliwa, akawa anaongea akimsifu Mungu. Hofu ikawaingia jirani wote, na habari hizo zikaenea kila mahali katika milima ya Yudea. Wote waliosikia mambo hayo waliyatafakari mioyoni mwao, wakisema, mtoto huyu atakuwa mtu wa namna gani? Maana hakika nguvu ya Bwana ilikuwa pamoja naye. Zakaria baba yake mtoto akajazwa Roho Mtakatifu, akatamka unabii huu, atukuzwe Bwana Mungu wa Israeli, kwani amewajia na kuwakomboa watu wake. Ametupatia mwokozi shujaa, mzawa wa Daudi mtumishi wake. Aliahidi hapo kale kwa njia ya manabii wake watakatifu kwamba atatuokoa mikononi mwa adui zetu na kutoka mikononi mwa wote wanaotuchukia. Alisema atawahurumia wazee wetu na kukumbuka agano lake takatifu. Alimwapia Abrahamu babu yetu kwamba atatujalia sisi tukombolewe mikononi mwa adui zetu, tupate kumtumikia bila hofu, tuwe wanyofu na waadilifu mbele yake siku zote za maisha yetu. Nawe mwanangu, utaitwa nabii wa Mungu mkuu. Utamtangulia Bwana kumtayarishia njia yake, kuwatangazia watu kwamba wataokolewa na kuondolewa dhambi zao. Mungu wetu ni mpole na mwenye huruma. Atatuchomozea mwanga kutoka juu na kuwaangazia wote wanaokaa katika giza kuu la kifo. Aongoze hatua zetu katika njia ya amani. Mtoto akakua, akapata nguvu rohoni. Alikaa jangwani mpaka alipojionyesha rasmi kwa watu wa Israeli.